Shalom, shalom, ndugu zangu matajiri wa Pai. Ninawasalimuni sana rafiki zangu kwa salamu za kitajiri, salamu za Pai popote pale mlipo. Na voice note hii safari naikusudia kwa Watanzania mikoani, kanda na mahali popote mlipo ndani ya nchi yetu. Pengine baadhi ya nchi kama itatokea mna kesi inayofanana na hii. Mimi ni rafiki yenu, ndugu yenu, pioneer mwenzenu, Prophet Abraham Liza, God's Kingdom Ambassador. Leo ni tarehe 28 mwezi wa 5 2025. Nina cases mbili, nina mambo mawili ambayo nataka kuyazungumzia au kuyajadili leo, na pengine nitahitaji kuongeza jambo la tatu dogo pale mwishoni na kutoa ushauri kuhusiana na hayo mambo ambayo nataka kuyajadili. Naombeni ndugu zangu, leo nafikiri sikumbuki kama nimewahi kuwasihi huko nyuma kwenye makala zangu za mafundisho, kwa sababu makala zangu kwa sehemu kubwa huwa ni makala za mafundisho. Sikumbuki kama nimewahi kuwasihi kusambaza hizo voice note zangu, lakini leo ninawasihi, tafadhali unapoipata voice note hii ukaisikiliza, naomba uipeleke kwenye group la wanapai kokote kama una group moja, mawili, matatu, matano, peleka kwenye magroup mengine yote. Na kama una pioneers wanapai wengine unaofahamiana nao, watumie voice note hii, kwa sababu nakusudia kutoa taarifa muhimu na kujaribu kutoa suluhisho la hayo niliyoyaona kama mambo yanayotaka kuleta taharuki katika jamii yetu ya wanapai. Mambo yenyewe yanahusu, jambo la kwanza linahusu activation ya wallet zetu kwa njia ya Banksa, na jambo la pili linahusu baadhi ya applications ambazo tumeziona kwenye Pi ecosystem, na pia hizo applications zinaonekana kama zinataka kuleta taharuki kidogo kwa wanajamii wa Pi. Nitajadili haya mambo mawili kwa kifupi, sikusudii kutoa makala ndefu, kwa sababu ni makala ya kujadili changamoto kadhaa na kuonyesha suluhisho naloliona mimi. Tuende kwenye jambo la kwanza ambalo nimelitaja kwamba ni activation ya wallet zetu kwa njia ya Banksa. Ndugu zangu matajiri wenzangu, inajulikana wazi katika community ya wanapai Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania kwamba nimekuwa advocate, nimekuwa mtu wa mbele sana katika kupigia debe swala hili la kuactivate wallet zetu kwa njia ya Banksa. Tokea mwanzo kabisa Banksa walipoonekana tu katika ecosystem yetu, ni mimi ndiye niliyetoka mbele wa kwanza kuanza kufafanua na kuelimisha hilo jambo ili lipokelewe kwa mikono miwili, lipokelewe vizuri kwenye jamii ya wanapai. Na wakati huo hakukuwa na taarifa yoyote kutoka kwa Pi Core Team, hakukuwa na taarifa yoyote kutoka kwa Banksa. Taarifa rasmi ilikuwa bado, isipokuwa tu tulianza ghafla kuona kwenye wallets zetu kukiwa na option mbili za kuactivate. Jambo hilo lilienda kwa muda kidogo, karibu wiki na kitu, na lilinifanya nikafanya utafiti wa kina kabisa kujaribu kufuatilia. Na baada ya kuwaelewa vizuri hapo kabla ya wao kuingia strategic partnership na Pi Core Team, nilikuwa na wafahamu Banksa kama wataalamu wa shughuli mbili. Shughuli ya kwanza ni masuala ya KYC na shughuli nyingine ni masuala ya on-ramp na off-ramp. On-ramp na off-ramp ni shughuli za kawaida za watu kusaidika kupata coins, cryptocurrencies coin, lakini kwa kutumia local currencies. Mnaona kwamba tukiwa kwenye hizo exchange platforms zingine kunakuwa na mawakala kama ni OKX, Bitgate na wengine, kunakuwa na mawakala ambao wanakuwezesha wewe kubadilisha local currencies, fedha zako za ndani ziende kwenye USDTs
na hizo ndizo unazozitumia sasa kwenye hizo platform. Kwa hiyo zile platform zinataka USDTs ndio uweze kununulia coin. Lakini tunapozungumza huduma za on-ramp na off-ramp ni kwamba platform yenyewe sio mawakala sasa. Yaani si kama unahitaji wakala wa kumpa T-shillings za badilisha, hapana. Platform yenyewe inapokea fedha zako za nchi yako ya ndani, local currencies. Sasa hiyo ndo shughuli ambayo Banksa wame specialize pamoja na shughuli za KYC. Sasa tulipofanya utafiti na kuona kwamba wako na strategic partnership na Payco Team, tukaanza kuelimisha jamii, tukaanza kuhamasisha jamii kwamba ndugu zangu, hii ni option ya kutuwezesha kuactivate wallet zetu. Hata kama hujapata KYC ya Payco Team, wallet yako inaweza kuwa active. Na tukaelimisha kwamba hiyo maana yake ilikuwa nini? Hiyo maana yake ilikuwa ni kutuwezesha sisi ambao hatujapata KYC ya Payco Team na wala hatujapata migration, kwa hiyo wallet zetu hazijawa active, lakini kitendo cha kupewa ile option ya kuactivate wallet na Banksa, maana yake ilikuwa inatupeleka kwenye kuwa watumiaji wa wallet, yani wallet zetu ziwe active tuweze kufanya miamala. Na lengo la mwisho kabisa ilikuwa ni kutuwezesha kununua Pi kwenye exchange platforms na kuzileta kwenye wallet zetu, ili tukiingia kwenye open mainnet, basi hata kama bado hatujafanywa KYC na Payco Team, tuwe na wallet ambayo iko active na imenunua Pi kutoka kwenye exchange na imezimiliki Pi. Kwa hiyo tunaweza kushiriki open mainnet kama wale ambao walifanywa migration. Ndio lilikuwa lengo la mwisho, an ultimate goal objective. Kwa hiyo basi baada ya kuhamasisha kwa muda, baadaye tukaja kuona sasa tangazo rasmi lililotolewa kuonyesha kwamba kuna strategic partnership na Banksa, kati ya Payco Team na Banksa. Lakini jambo la kufurahisha zaidi, sio tu lile tangazo, tulienda kwa muda mrefu, wiki kadhaa, tukaja hata kuona Banksa wamefanyiwa KYB na wamepass KYB na wakawa included katika ecosystem ya Pi, zile biashara ambazo zimefanyiwa KYB na zimepass. Hilo likawa ni jambo la furaha sana sisi kwetu sisi kama wanajamii wa Pi. Sasa ndugu zangu, tokea wakati ule nilipoanza kuhamasisha wanapai wenzangu, pioneers wenzangu ndani ya nchi hii na nje, mimi naweza kushuhudia kwenu. Nimeshuhudia mamia, siwezi kusema ni maelfu kwa sababu sina hakika, lakini angalau naweza kuwapeni ushahidi kwamba ni mamia ya pioneers ambao nimewashuhudia wameactivate wallet zao kwa njia ya Banksa. Watanzania ambao wamenitafuta mimi binafsi tokea wakati huo nilipoanza kutoa mahamasisho ya aina hiyo, Watanzania ambao sizungumzii wa nje ya Tanzania, Watanzania ambao wamenitafuta. Kila siku naweza kusaidia watu wasiopungua 5, 6 kufanya hizo activation. Pengine si kama nazifanya mimi, lakini nampa maelekezo. Tunazungumza kwenye simu, nampa maelekezo, anafanya KYC ya Banksa, kimaliza ananunua Pi zake kwa Banksa, alafu anapata activation ya wallet. Kwa wastani watu 3, 4, 5 kwa siku hawakosi tokea wakati ule, na kuna wakati kunakuwa na influx, kunakuwa na flow kubwa ya watu wanaonitafuta, na ninajua sio mimi mwenyewe, walimu wengi, viongozi wengi wa magroup ambao tayari huo mchakato wameufanya au wamewasaidia watu, wamekuwa wakiendelea kusaidia watu. Kwa hiyo nikiangalia niliowasaidia mimi na waliosaidiwa na watu wengine, nadhani ni maelfu. Siamini ni wachache. Ikiwa tu mimi mwenyewe nimesaidia watu wastani wa 100 au zaidi ya 100 kwa kipindi chote hiki, naamini wenzangu watakuwa wamesaidia wengi zaidi. Namaanisha nini kwa kuelezeni historia yote hii? Namaanisha kwamba Banksa tokea tumeanza mpaka sasa wamepata wallet activation watu wengi, na baada ya hapo watu wengi wamenunua
Pi kutoka kwenye exchange platforms kwa kusaidiwa na Banksa, wakazihifadhi katika wallets zao. Hakuna atakaye kataa kwamba Banksa wamekuwa msaada mkubwa kwetu. Wametuwezesha na kutufanikisha kumiliki Pi kutoka kwenye exchange platforms hata kabla ya kufanyiwa KYC. Wale ambao hawajafanyiwa KYC au wengine wamefanyiwa KYC lakini hawakupata migration, kwa hiyo wallet zilikuwa hazijawa active bado, ukiwajumlisha ambao wamepitia Banksa na sasa wanamiliki Pi kutoka kwenye exchange platforms, ni wengi. Tunastahili kuwapa maua yao Banksa kwa kazi waliotufanyia mpaka sasa. Sasa ndugu zangu, leo tarehe 28 ya mwezi wa 5 2025, ninakuja kwenu kwa taarifa ambayo sio nzuri sana, haitii moyo sana, inaweza ikakwaza mioyo ya baadhi ya pioneers, lakini niwatie moyo, msiogope. Na tangulia kusema msiogope kabla ya kulisema hili. Kwa siku mbili, nimeitaja tarehe ya leo, kwa hiyo unaweza karudi nyuma kama siku 1-2 hivi, nimekuwa nikipata backlash sana, nimekuwa nikipata changamoto sana katika watu ninaowasaidia walioko mikoani, walioko Dar es Salaam tulionao karibu, ambao pengine wengine nimeweza kukutana nao, lakini wengine nimekuwa nikiwasaidia kwa njia ya simu. Tumekuwa tukipata changamoto kubwa sana go through, kupenya kwenye mchakato wa wallet activation na Banksa. Nakumbuka ni jana tu tulikuwa na mkutano mkubwa tu ulioandaliwa na viongozi wetu wa Pi Community Dodoma. Wakaandaa mkutano mkubwa online, tukashiriki, walimu kadhaa walioalikwa na viongozi walioalikwa tukashiriki, na mimi pia nilikuwa ni mtoa mada kwenye ule mkutano. Ulikuwa ni mkutano mkubwa. Moja ya mambo ambayo yaliibuka mule kama maswali na interest kubwa ya wasikilizaji waliotusikiliza ilikuwa ni masuala ya Banksa. Kumeshatokea mwamko mkubwa sana kwenye mkutano ule. Tulikuwa na maswali mengi tu ya watu kuhusiana na Banksa, na baada ya pale nilipokea DMs, nilipokea text, nilipokea simu ya mawasiliano ya watu wengi sana wakihitaji kusaidiwa, kwamba sasa mwamko umeshakuwa mkubwa, wanahitaji kusaidiwa kufanya activation ya wallets zao kwa njia ya Banksa. Ndugu zangu, tokea jana kwa wingi huo wa watu ambao wamekuwa wakihitaji huo msaada, na leo niseme hata na siku moja iliyotangulia kabla ya jana, wale ambao nimekuwa nikiwasaidia, tumekutana na changamoto kubwa. Unajaza fomu vizuri kabisa, au una submit form zako KYC, lakini unakutana na message inayosema an unknown error, an unknown error, an unknown error, maandishi mekundu yanayoonyesha kuna makosa. Lakini ukiangalia umejaza form vizuri, hakuna tatizo, umesubmit vizuri, unaambiwa an unknown error. Na jambo hili uko nyuma lilikuwa likitokea, na mshauri mtu asubiri muda fulani arudie tena kusubmit, na wakati fulani ilikuwa inatokea ina go through. Sasa lakini kwa siku mbili hizi imetokea kwamba limesimama hivyo, na hakuna kabisa yeyote anayetoa ushuhuda kwamba yeye amefanikiwa. Jambo hili limenifanya nikafanya mawasiliano na Banksa wenyewe, nikachukua juhudi za kuwatafuta Banksa. Mawasiliano tuliyoyafanya na Banksa yakaleta majibu kwamba kuna tatizo, kuna changamoto, ni kama kupause au kusimama kwa hizo huduma za Banksa katika eneo letu hili kwa sasa. Ni taarifa ambayo sio njema sana, hasa kwa mimi ambaye nimekuwa advocate wa jambo hili kwa muda mrefu, na nimewasaidia wenzangu sana na viongozi wenzangu ambao tumekuwa tukifanya hivi. Si taarifa njema sana. Sasa what is the possible cause? Kunaweza kuwa jambo hili linaweza kuwa limesababishwa na nini? Kwanza nataka niwatulize moyo ndugu zangu, muelewe kwamba sisi sio watu wa kwanza. Huduma hizi za Banksa zilipoanza kufanya kazi katika ecosystem ya Pi,
zilifanya kazi ndani ya wiki moja, na baadaye binafsi ni mimi kwa sababu nilikuwa nalifuatilia sana swala hili, niligundua kwamba kuna regions, kuna baadhi ya maeneo ambayo Banksa walisitisha huduma zao. Ikiwemo kuna baadhi ya states za Marekani kwenyewe, majimbo kadhaa ya Marekani, Banksa walisitisha huduma zao, na sio tu huko, maeneo mengine mbalimbali duniani. Sasa katika ufuatiliaji wangu niligundua kwa maeneo ya kule, niligundua kwamba changamoto ilikuwa ni sheria, local laws, ni sheria za maeneo husika. Kuna mazingira ambayo pengine Banksa walishindwa kutimiza baadhi ya mambo waliotakiwa kuyatimiza kwenye yale maeneo, kwa hiyo wakajikuta wanalazimika kusimamisha huduma. Lakini ni kwenye maeneo yale tu, kwingine kokote duniani walikuwa wanaendelea kutoa huduma. Sasa safari hii ilipotokea kwa hapa kwetu, nimeendelea baada ya wao kunijibu, kwa sababu niliwauliza mara ya kwanza wakanipa hayo majibu, na nilipoendelea kuuliza mara ya pili, bado naendelea kusubiri wanieleze ni sababu zipi hasa zilizowafanya kwenye eneo letu hili wakasimamisha huduma zao kwa muda. Nitaendelea kuwapa mrejesho kulingana na yale ambayo watanijibu. Ninaamini watanijibu hivi karibuni. Lakini pia sikuishia hapo. Nimefanya mawasiliano na PICO team, na ninashauri sasa, niwape ushauri wangu wale ambao tumekuwa tukifanya wallet activation na Banksa na tunakwama kwa wingi wetu. Naomba ikiwezekana, kama ambavyo mimi nimefanya, na waomba ninyi nyote mfanye mambo mawili. Jambo la kwanza, waandikie Banksa. Ni rahisi. Unaweza kaenda kwenye website yao, utaenda kwenye support portal, alafu utawaandikia email. Ujieleze kwamba mimi ni Mtanzania, ni pioneer, nilikuwa nataka kufanya activation yangu kwa njia ya Banksa, sijaweza go through, napewa ujumbe huu. Nini kinaweza kuwa tatizo? And then jambo la pili, na washauri naomba tuwaandikie PICO team kwa wingi wetu. Mimi nimeandika na nimejitambulisha kama community leader, kama mtu ambaye amekuwa akisaidia pioneers wenzake. Kwa hiyo wanipe majibu ili niweze kushare na wenzangu. Nafikiri wata respond, ingawa huwa wako taratibu kidogo, lakini watakapoona influx, watakapoona miminiko wa emails kutoka kwetu Tanzania, pengine kunaweza kutokea na change of mind, kama kuna sheria au conditions au mazingira yoyote yaliyosababisha Banksa kwetu wasiruhusiwe au wasimamishwe, hilo linaweza kuwaamsha na kuona okay, acha tubadilishe mtazamo. Kwa hiyo nilitaka niwaombe ndugu zangu, kwanza niwatie moyo, msiogope. Mimi naamini hii ni changamoto ya muda, itatatuliwa. Lakini pia niwaombe kwa maana hiyo hiyo, kila mmoja anayeweza aende kwenye support portal ya PICO team na atume email, alafu tutaona pengine tukawa sababu ya kubadilisha hayo maamuzi, au tukajua sababu hasa ni nini na tukaweza kuchangia kutoa solution. Wakati huo hayo yakiendelea, nataka kutoa ushauri mwingine sasa. Kwa nini nilikuwa nahamasisha watu wafanye wallet activation? Lengo ilikuwa kwa njia ya Banksa, lengo ilikuwa kuhamasisha watu kununua pai kutoka kwenye exchange platforms, na zile pai tuzihamishe zije kwenye wallet zetu. Kama ambavyo Banksa wanakununulia pai kutoka kwenye exchange platform, wanazituma kwenye wallet yako, alafu wallet inakuwa active. Nilikusudia kuhamasisha pioneers wenzangu uendelee kununua pai kwenye exchange zile na kuzileta kwenye wallet yako. Baada ya kwamba changamoto hii tumekutana nayo, wale ambao wallet zao ziko active wanaweza kuendelea na hilo zoezi la kuendelea kununua pai. Sisi ambao tuko tentative, bado wallet zetu hazijawa active na hatujafanikiwa kuactivate kwa sababu tulichelewa. Pengine mngenisikiliza nyakati zile nilivyokuwa nikihamasisha, tungefanya haraka, labda tungekuwa tumeshavuka wengi. Anyway, lakini si kama na walaumu, tumechelewa, tumejikuta tumefungiwa nje. Ushauri wangu ni huu,
nia yetu ya kununua zile pai zilizoko kwenye exchange platform, ule ni utajiri ndugu zangu. Ule ni utajiri. Nia ile tuliyokuwa nayo, tusikatishwe tamaa kwa sababu ya Banksa. Hapana. Mtu anayefanikiwa kwenye maisha ni yule mtu ambaye huwa hakatishwi tamaa na mambo madogo madogo. Mtu anayefanikiwa katika maisha ni yule mtu ambaye hata hakutani na changamoto ya aina gani, hakunaga vocabulary ya impossible kwenye maisha yake. Hajuagi neno nimeshindwa, hajui hilo. Mtu anayefanikiwa kwenye maisha ni mtu ambaye hata akikutana na ukuta mbele yake, atatafuta njia nyingine ya kuvuka hapo. Mtu anayefanikiwa kwenye maisha ni mtu ambaye akiwa na malengo yake, huwa hakubali vikwazo vya kumzuia kufanikiwa kutimiza yale malengo. Sasa ndugu zangu, malengo ilikuwa ni kununua zile pai za kwenye exchange platforms na kuzileta kwenye wallet zetu. Kwa sababu ya hili tatizo la Banksa, tutawajibika au tutalazimika kuendelea kusubiri sasa mpaka PaiCore team wa activate wallet yako. Na mchakato wa PaiCore team unaweza kuwa ni mrefu. Wakati huu ni wakati wa kununua pai kwenye exchange platforms. Kama wallet yako haiwezi kuwa activated kwa sababu bado unawasubiria pai, tutafanyeje? Ushauri wangu ni huu: usiache kununua hizo pai. Nakupa ushauri ufanye hivi. Hakikisha Banksa imeshindikana kuactivate wallet yako kwa sasa. Hakikisha tafuta namna ya kupata account kwenye zile exchange platforms, zile ambazo zimepitishwa na zimepitishwa na PaiCore team kwa kufanyiwa KYB, know your business. Ziko 5. Banksa ilikuwa ya 6. Hakikisha unapata account kwa mojawapo ya zile platforms. OKX, Bitget, ziko 5. Hakikisha unatafuta mojawapo ambayo unaweza kufungua account, verify your account, uwe account holder. Sio jambo gumu. Nimesema na narudia tena, mtu anayefanikiwa kwenye maisha ni yule mtu ambaye hata aone changamoto haimvunji moyo, haimkatishi tamaa. Umeshindwa OKX, jitahidi Max. Umeshindwa Max, nenda Bitget. Umeshindwa hii, jaribu nyingine. Tafuta kitambulisho. Unasema kitambulisho kime-expire, pambana uwe na account. Huo ndio ushauri wangu namba 1. Ukishafanikiwa kuwa na account kule, nunua hizo pai, zihifadhi. Kununua pai sio lazima uwe na shilingi milioni 1. Unaweza kuwa na 100,000, unaweza kuwa na 50,000, unaweza kuwa mpaka mimi ninawasaidia watu kununua pai. Mimi Prophet Abraham Laizer ninawasaidia watu kununua pai. Na nina watu waaminifu, nina viongozi waaminifu, kina Hosea na wengine ambao kwa muda mrefu nimekuwa nikisambaza namba zao. Hosea ni GCV ambassador, yuko Ruvuma, lakini na wengine pia ninao ambao nimekuwa nikisambaza namba zao kwa pioneers wawasaidie kununua pai. Mimi mwenyewe binafsi nimekuwa nikinunua pai na watumia pioneers kwenye akaunti zao za wallet zao za pai. Naenda kwenye nikipata muda, kwa sababu nakuwa niko occupied muda mrefu, naenda naenda OKX yangu, account yangu, nanunua pai kule na watumia kwenye wallet zao, kwenye address wallet zao za pai. Nimefanya hivyo. Sasa namaanisha nini? Namaanisha kwamba kuna watu nimewasaidia kununua pai mpaka za shilingi 10,000 mpaka shilingi 5,000. Unaweza pata pai moja point. Nimeshanunua mimi pai za shilingi 5,000. Kwa hiyo mtu anaposema siwezi kununua pai kwa sababu sina hela, labda ni kwa sababu wewe ni mtu wa kukatishwa tamaa na kuvunjwa moyo na vitu vidogo, vichangamoto vidogo vidogo. Huwa nawaambia watu, weka hata malengo. Ndani ya siku moja ukipata 5,000, nunua pai yako 1, 2 iweke. Baada ya siku 2 zingine nunua nyingine. Baada ya muda utajikuta una pai 10, una pai 20 umezihifadhi kule kwenye account yako ya exchange platform. Kwa hiyo naomba kufungua account kule ni bure, kuverify ni bure, alafu ukiwa na 10,000 yako, 5,000 yako, 20,000, 50,000, 100,000, unanunua pai, unazitunza kule. Baadaye, kwa sababu wakati huu ndio wa kununua pai, bei ya pai iko chini ya $1. Actually napozungumza na wewe ni senti kama 75, ni senti 75. Unaona?
Kwa hiyo unaweza ukazinunua pai za kutosha sasa hivi ukazihifadhi kule, then baadaye PaiCo team wakiactivate wallet yako unazihamisha zinakuja kwenye wallet. Huo ndio ushauri wangu wa kwanza. Na ushauri wa pili, kama hayo yote umeyashindwa, tafuta kiongozi unayemwamini. Mimi of course mimi ninawasaidia na najua naaminika na watu wengi, pioneers wengi, lakini siwezi kusaidia watu wote. Tafuta kiongozi unayemwamini. Kwa wale ambao tuko karibu tunaweza naweza kuwakumbuka. Of course hata mimi nitawasaidia wengi, nitawasaidia watu, nitawasaidia kwa njia hii. Lakini tafuta kiongozi unayemwamini, tafuta admin unayemwamini, tengeneza rapport, mahusiano mazuri, and then umpe hela zako, akununulie pai, azitunze kwenye akaunti yake. Ukiwa na pai 5, ukawa na pai 10, wewe si hujafanyiwa KYC na PaiCo team. Kwa hiyo wallet yako haiko active. Suppose tunaingia open mainnet, unakuja unafanyiwa KYC na unafanyiwa migration, wallet inakuwa active. Kwa mfano unapata pai 1 au 2. Of course ni nyingi kwa GCV, lakini ungetamani angalau ungekuwa na pai 10 ambazo ulizinunua wakati pai zikiwa chini. Kwani kama utajiri upo na upo unapatikana kwa bei ya bure, kwani usiutafute? Kwa mimi nakushauri, tafuta mtu unayemwamini, ni admin, ni kiongozi, tengeneza rapport nzuri, patia hela yako 50,000, 100,000, 200,000, anunue pai, akwambie ni labda amekununulia pai 100 au pai 150, 200, unazo, ni pai zako. Sasa ndio maana nikasema lazima awe ni mtu unayemwamini. Lakini hayo yote ni yule ambaye ameshindwa kabisa kabisa kabisa, ingawa mimi siamini kuna kushindwa kufungua account kwenye hizo exchange platform. Anyway, tuweke option zote. Hilo imeshindikana, uwe basi na mtu akununulie hizo pai, azitunze mule, na ni mtu unayemwamini. Kwa hiyo wakati ukafika wallet yako ikawa activated, hizo pai aziweke kwenye wallet yako. Ndugu zangu, nimeona nilishauri hili jambo wakati tunaendelea kupambana banks warudishe huduma zao kwetu. Nikaomba kwamba tupambane kwa pamoja, kwa maana ya kuandika hizo emails kwa banks na kwa support ya poto ya PaiCo team. Basi nikakupa ushauri wa kununua hizo pai. Nikasema ushauri wa kwanza, tafuta account kwenye exchange platforms, nunua pai, zitunze mpaka wallet yako itakapokuwa activated. Na ushauri wa pili, kama hilo limekushinda, basi tafuta kiongozi unayemwamini, na kama umefanikiwa unaye mtu unayemwamini, akununulie hizo pai, azitunze, baadaye atazituma kwenye wallet yako. Ndugu zangu, hayo ndio niliyotaka ni communicate na ninyi kwa habari ya Banksa, kwa sababu nimekuwa wakili wa Banksa kwa muda mrefu, na ninashukuru kwamba bidii na juhudi nilizofanya na za kuelimisha wanajamii wenzangu zilizaa matunda. Kuna watu wengi sana, mamia ya watu wameactivate wallet zao na wameweza kumiliki pai, na nimewasaidia kununua pai wengine nikawatumia kwenye wallet zao. Wengi tu, nina zaidi ya ni mamia ya watu actually, ni zaidi ya makumi mengi ambao nimeweza kununua pai na kuwatumia, na wengine nimewatafutia viongozi wakawanunulia pai wakawatumia kwenye wallet zao. Kwa maana hiyo basi, sasa kwa sababu tumefika kwenye hatua hii, naomba tufanye ule ushauri niliouelekeza. Kama itatokea voice note hii kasambazwa kwa watu wengi ambao sasa hivi wanahangaika kuactivate wallet zao na Banksa na wanakwama na hawajui sababu, voice note hii itakuwa jawabu la hao watu na itawasaidia kupunguza frustration walizonazo kwa sasa. Jambo langu la pili ambalo nilitaka niliaddress, na nitaliaddress kwa dakika chache sana, linahusiana na applications za pai applications ambazo zinaonekana kwenye PaiCo, kwenye pai ecosystem, ambazo zinataka kuleta taharuki. Watu wengi sana wamenipigia simu na kuandika message zao za WhatsApp wakiniuliza na kunitaka ushauri na majawabu kwamba kuna applications ambazo zinaonekana kama zimeruhusiwa kuwepo kwenye ecosystem ya pai, lakini na zinatangaza kutoa huduma au kuuza bidhaa, lakini hazijali GCV.
haziheshimu GCV. Hizo apps zinauza bidhaa au huduma lakini haziheshimu GCV, na kwa hiyo pioneers wakajikuta wako katika sintofahamu kwamba hawa PICO team ambao wameruhusu hizi applications zianze kutoa huduma na tuanze kununua huduma na bidhaa kwao, lakini sio kwa GCV, wanatufanyia utapeli. Kwa nini? Hawa PICO team wao hawaamini katika GCV. Wengine wameenda mbali, wananilalamikia, wengine wameenda mbali, wanasema ninyi mliokuwa mnahubiri GCV, PICO team leo ndio wanawaaibisha sasa, kwa sababu ninyi mlikuwa mnahubiri GCV. PICO team hawajawahi hata siku moja kuwa support. PICO team hawajawahi hata siku moja kutoka public na kutangaza kwamba wana support movement yenu ya GCV. Na kwa hiyo a slap on the face, hilo ni neno la Kizungu, nasema a slap on the face, yani ni kama mtu anakutemea mate usoni, ambayo PICO team wanawatendea ni kuwaleteeni applications kwenye ecosystem ambazo zinatoa huduma bila kujali GCV, na hizo zimeruhusiwa na PICO team. Sasa aibu kwenu ninyi mliokuwa mkihubiri GCV. Hawa watu wana ujasiri, they dare, wana ujasiri hata kutufuata na kuongea namna hiyo inbox. Sasa ndugu zangu acha nicheke kidogo. Sasa ndugu zangu, siji hapa mimi kama mwajiriwa wa PICO team, siji hapa kama kiongozi wa PICO team, manake watu wamenibatiza majina mpaka siku hizi naitwa Kokalis, Dr. Kokalis. Mimi siji hapa kama msemaji wa PICO team. Hapana, mimi ni pioneer mwenzenu ndugu zangu. Ni neema tu ambayo Mungu amenipa ya kuwa mwepesi kuyatafiti, kujifunza, kufuatilia haya mambo, pia na kuwa na uzalendo na moyo wa kujitolea kuelimisha wenzangu. Sasa hii hainifanyi mimi kuwa na mamlaka kama ya core team. Hapana, bado nabaki kuwa ni pioneer mwenzenu, lakini tu nimejikuta nimewekwa mbele kwa sababu ya uzalendo na ule moyo wangu wa kujitolea kuelimisha pioneers wenzangu. Kwa kulisema hivyo namaanisha nini? Haya nitakayoyazungumza sio mamlaka ya core team, sio kauli ya core team. Ni yale ninayoyaona mimi kama pioneer mwenzenu mwenye ufahamu, aliyejifunza na kuyafuatilia haya mambo. Ndugu zangu, naomba mnisikilize vizuri. Founder wa Pi Network, mmoja wapo wa mafounder wawili, Daktari Chen Diao, mke wa Dr. Kokalis, aliwahi kuzungumza, na katika kuzungumza kwake akatoa video, na ile video mpaka leo nitawapa reference ili mkaifuatilie, muitazame. Ile video ipo kwenye official channel ya Pi Network ya YouTube. Ukienda YouTube ukatafuta kwenye official channel, na ukitaka kuipata, manake zitakuwepo fake nyingi, ukitaka kuipata ingia kwenye profile yako, nenda kwenye support, alafu nenda kwenye safety center, utapata mawasiliano OG, ambayo sio fake, ya Pi Network. Mule utapata channel ya official channel ya Pi Network. Utakapoingia mule kwenye YouTube channel utakuta hii video ninayoielezea. Daktari huyu alisema hivi, kuna aina tatu za applications, user applications, ambazo zitakuwa displayed ndani ya ecosystem ya Pi. Na mimi nitazungumzia aina moja tu ya zile aina tatu alizozielezea. Lakini unajua aina moja hapo ambayo hata ninyi nyote wengi tunaifahamu kwenye ecosystem ni applications ambazo zimetengenezwa na Pi core team. Ni applications ambazo, kwa mfano ile map of Pi, ni applications ambazo zimetengenezwa na Pi core team.
kwa hiyo ni mali ya PyCore team. Hizo application hazijui pa kwenda, hazina pa kwenda, ni ndani, ziko ndani ya ecosystem, zimezaliwa ndani ya ecosystem, zitaishi ndani ya ecosystem, hazijui pa kwenda. Na kwa hiyo hizo application zina umiliki wa 100%, zitafuata sheria na kanuni na taratibu 100% za founders. Lakini kuna applications ambazo zimekuwa developed au zilisha kuexist, zilikuwa zina exist huko nje kabla hata ya Pi Network. Application kama Amazon, application kama Alibaba kwa mfano, zilikuwa zina exist tayari kule nje, kwa hiyo zina website kule nje, ziko zina operate kule nje. Yule madam akasema, yule daktari akasema, zile applications zitakapo fanya application ya KYB na zikapitishwa na zikaingizwa kwenye ecosystem ya Pi, zile application zitaoperate kwa conditions na terms za ndani ya ecosystem yetu. Ila unachotakiwa kujua ni kwamba utakapoanza kuitumia, kuiaccess, itakupeleka kwa sababu ina exist nje ya ecosystem. Ingawa ipo ndani ya ecosystem, lakini pia ina presence yake nje. Kwa hiyo most of them utakapoiaccess itakupeleka kwenye website iliyoko nje. Hayo yalielezwa vizuri kabisa na huyu daktari. Katika uchambuzi wake akasema lazima tofauti itakuwepo kati ya zile ambazo ni native na zile ambazo sio native applications. Kwa nini nayaelezee mambo haya ndugu zangu? Nataka niyaelezee ili nije kwenye jawabu la hii taharuki iliyoletwa na baadhi ya applications ambazo zimeanza kufanya kazi kwenye ecosystem lakini hazijazingatia GCV. Jambo la pili ambalo hili hakulizungumza wakati ule, lakini nataka niliunganishe. Jambo la pili ni hili. Kumbukeni tuko kwenye phase. Mradi wetu unakwenda hatua kwa hatua. Kumbukeni, msisahau ndugu zangu, mradi huu unakwenda hatua kwa hatua. Sasa bado hatujaingia kwenye hatua ya open mainnet, tuko kwenye hatua ya open network. Open network manake tumeruhusiwa kuintegrate, tumeruhusiwa kuchangamana na wallets au kuchangamana na application ambazo ziko nje ya ecosystem. Tumeruhusiwa kuinteract, interconnect, kulink nao. Kwa hiyo tunaweza fanya miamala na baadhi ya applications ambazo haziko ndani, ziko nje. Kumbuka maana ya open network, waliondoa ile firewall. Walipoiondoa ndio maana tunaweza kuinteract na external world kwa sasa. Sasa wakati tukiwa kwenye phase hii, tukiwa kwenye wakati huu, kuna urahisi na kuna uhuru wa mtu kufanya miamala. Wewe kama pioneer unaweza ukafanya miamala na organization yoyote na ukaachilia Pi zako kama upendavyo, ziwe 10, ziwe 20, kununua huduma yoyote. Sasa ndugu zangu, bado hatujaenda open mainnet, na kwa sababu bado source code smart contract inayosimamia GCV bado haijawa activated. Kwa hiyo endapo wewe kama pioneer utaamua kuinteract na application yoyote ambayo ni third party, hata kama imeonekana imeingia kwenye ecosystem ya Pi, lakini ni third party, ukiamua kuinteract nayo, ukafanya nayo malipo ya Pi, wao ni hiari yao, wanaweza kukuchaji Pi zako kwa idadi wanayoitaka wao. Si ni maelewano? Mmekubaliana? Sasa PyCore team
Kwa sababu bado hawaja activate source code, kwa sababu bado hatujaenda kwenye open mainnet, hawawezi kuilazimisha application yoyote au taasisi yoyote inayotoa huduma kwamba lazima mumuuzie huyu Payoneer gari kwa kuzingatia GCV. Hapana, bado ni masuala ya hiari kwa sasa, bado ni hiari. Ndio maana hata mkifanya barter trade, Pico team hawawezi. Kwenye community yetu sasa hivi ya Pi, wanajamii wa Pi, hata tukifanya barter trade, hakuna wakati wowote Pico team walikuja kutusimamia kwamba lazima tuzingatie GCV. Tulikuwa tunafanya GCV kwa hiari yetu. Tulikuwa tunahamasishana kila mmoja azingatie GCV, lakini ni hiari yako. Kwa mfano, mtu kama angeamua kuuzie kitu cha kwake anachokuuzia kwenye barter trade na akakuchaji kwa Pi kadhaa, 5, 10, 20, hajazingatia GCV, ni hiari yenu, mmeuziana wenyewe hivyo. Lakini tulikuwa tunahamasisha tuzingatie GCV. Sasa kwa hiari yako sasa hivi, ukiamua wewe kuinteract sasa hivi na application ya Vodacom, application ya Tigo, application ya Airtel, application ya Halotel ambayo inaonekana kwenye ecosystem na inakuchaji wewe ununue muda wa maongezi wa shilingi 10,000 kwa kutumia Pi 5 au Pi 10 au Pi 3, ni hiari yako. Pico team hawezi kuja kumlazimisha Tigo azingatie GCV. Unasema mbona kaingizwa kwenye ecosystem? Yes, kaingizwa kwenye ecosystem kwa sababu ameomba aingie kuihudumia jamii ya wanapai. Unasema kwa nini sasa haheshimu kwa nini Pico team wasimlazimishe azingatie GCV? Bado wakati, kumbuka tuko kwenye phase gani? Bado wakati haujafika wa Pico team kuwashurutisha kuzingatia GCV. Wakati ukifika, watashurutishwa kukuuzia wewe muda wa maongezi kwa GCV. Wakati haujafika bado. Wakati huu ambao bado wakati haujafika, tunaita kipindi cha maandalizi. Wanaingizwa kwa wingi, zile applications zitaingizwa za marketplaces, zitaingizwa za gaming, zitaingizwa hizo za huduma services, usafiri, zote zitaingizwa za masuala ya hizo nini, masuala ya mawasiliano, zitaingizwa zote. Lakini wakati zikiingizwa kwenye ecosystem sasa hivi, ni uhiari yako wewe. Kama una haraka zako, mi naita ni haraka, kama una haraka zako, nenda kanunue hivyo vitu. Wanatangaza gari, wanatangaza nguo, wanatangaza muda wa maongezi, wewe nenda kanunue kwa sasa hivi kwa haraka zako. Wao watakuambia, na sisi sasa hivi ndo wakati wetu wa kukusanya Pi za haraka haraka kabla hatujaenda kwenye GCV. Kwa hiyo watakuchaji Pi nyingi, kama na wewe unakubaliana na wao, unawapa hizo Pi. Kwa hiyo niseme, ndugu zangu, kwa jawabu la mwisho kabisa niseme hivi: kwa sasa hivi ushauri wangu, waangalieni hayo makampuni yaliyoingia kwenye ecosystem, hizo application. Mwingine alikuwa ananiambia GPM imesukwa, ni native apps, imesukwa, iko ndani ya Pi tokea mwanzo. Kwa nini leo inaanza kuuza bidhaa kwa bila kuzingatia GCV? Na wao, ndugu zangu, si wanatafuta Pi za haraka haraka watajirike? Watazipata kwa wajinga, watazipata kwa wajinga. Kwa hiyo sasa mimi ushauri wangu, ndugu zangu, bado tuko kwenye kipindi cha maandalizi, bado hatujaingia open mainnet ambako source code itaachiliwa ili kumanage, ili kucontrol GCV. Bado sasa hivi ukiamua wewe kuanza kufanya miamala na hayo makampuni na hizo applications, ni hiari yako, lakini uhakika GCV ita prevail. Source code ikiwashwa, smart contract zikianza kufanya kazi, GCV itazingatiwa. Vuta subira. Umesubiri miaka 6, umesubiri miaka 3, miaka 2, kwa nini? Haraka ya nini? Endelea kuangalia walivyoingia, soma hivyo vitu hivyo wanavyovitangaza, kama ni magari, kama ni wewe, ziangalie, tuliza Pi yako, usifanye interaction na wao, zisome, tulia. Lakini ni waombe wale wenye haraka ya kutuzomea sisi mabalozi wa GCV, ndugu zangu, tulieni, tulieni, tulizeni kwanza. Usiwe mwepesi wanasemaga weka akiba ya maneno.
Hivi wewe unaposema kwamba wanatupa slash on the face au PyCo team kwa sababu hawajawahi kutusupport kwenye GCV, wao wanaangalia bei ya Pi kule kwenye exchange platform, ndio wanaoisupport PyCo team, na ndio maana wanawasapoti hawa wanaokuja kuuza vitu kwenye ecosystem kwa kuangalia bei za kule kwenye exchange platform. Unaposema hivyo, mbona unafanya haraka ndugu yangu? Naomba uvute subira, tulia. Tutakapoingia kwenye open mainnet, of course tutakubali. Tukishindwa tukishindwa tutaeleza ni nini kimesababisha tukashindwa, lakini vita hii tunaipambana kwa sasa na hatuko tayari kuishindwa. Tunapambania GCV, kila mtu anataka GCV prevail, tunapambania. Lakini naomba muwe na uvumilivu, acheni kuzomea sahihi, na wale pioneers ambao wana paniki ovyo, wanapata taharuki kila wakati, Profitlizer uko wapi, uko wapi, uko wapi, wana paniki kwamba mbona sasa tumeshaingizwa kwenye matumizi ya Pi yasiyozingatia GCV. Ndugu zangu, nawaomba mtulie. Nilishawaambia mara nyingi tena na narudia, Pi Network ni mradi wa kimkakati, unalenga kukonka dunia, unalenga kuifanya Pi coin iwe ni currency ya matumizi duniani. Kwa hiyo lazima iende hatua kwa hatua, na ndio maana siku zote mimi huwa nawaambieni ndugu zangu, dalili zinaonyesha tutaenda open mainnet hivi karibuni, lakini sitashangaa hata ikiahirishwa, hata wakasema itakuwa mwakani, hata wakasema tunairisha miaka 2-3 mbele, mimi bado utanikuta naendelea kuipigania hii project kwa sababu ninaiamini haitashindwa. Lakini ikiahirishwa ni kwa sababu ya kuandaa mazingira mazuri. Unapotaka kukonka dunia, unapotaka kuitawala dunia, huwezi tu ukafanya mambo kirahisi. Unapogundua kuna mahali panavuja, unasimama kidogo, unapaziba. Ukigundua mahali kuna ufa, unasimama kidogo, unapaziba. Kwa hiyo mimi sitashangaa PyCo team wakisogeza mbele. Ndio maana siku zote huwa na washauri ndugu zangu, tafuta mambo mengine ya kufanya. Huu mradi ni wa kimkakati, ni mradi wa kutajirisha ukoo wako, watoto wako waje waishi kitajiri, vitukuu vyako vije viishi kitajiri. Hata usipoifurahia wewe hii GCV itakuja kuprevail, usiogope. Lakini simama ndani ya huu mradi, usikate tamaa, usivunjwe moyo, usiwe mtu wa kugeuka, kuanza safari unafika mahali unageuka unarudi nyuma. Hapana, huu mradi utafanikiwa. Ila nataka niwasihi ndugu zangu, acheni kupanic. Ninyi ambao ni wepesi kupanic, acheni kupanic, acheni taharuki, tulia. Nilitoa ushauri nikasema, chimba Pi kwa uaminifu, kwa bidii, kwa juhudi. Hakikisha akaunti yako umeisekiwa vizuri na umeifanyia setup nzuri, inachimba Pi nyingi. Jambo la pili, nunua zile Pi ambazo unaweza kuzinunua kwenye exchange platforms, zihold. Jambo la tatu, endelea kujifunza kwa kufuatilia mawasiliano ya PyCo team na ya GCV Grand Ambassador Madam Doris In na kile kijitabu cha GCV Guidebook. Na jambo la tatu nikasema, au la nne nikasema, endelea kujielimisha kwa hizo njia, alafu nikasema hebu ji-excommunicate na hizo kelele za nje, au nao waona wanapiga kelele, mara leo wanaleta hili wanaleta lile, ili mradi tu kuwachanganya, kuwaleteni taharuki. Jiondoe kwenye hayo magrupu, kwani utapata hasara gani? Unao walimu wazuri wanaokufundisha mambo mazuri, mimi nipo. Kuna viongozi wengi tu na magrupu ni mengi tu, na walimu wanaofundisha mambo yaliyotulia ni wengi tu, tunafundisha, tuko wengi. Kwa nini unapenda kujilisha malapulapu? Unapenda kujilisha hizo vurugu wakati wote? Jitoe humo, ji-excommunicate, kwa sababu hata wanaoamini maandiko matakatifu, kuna maandiko yanasema imani huja kwa kusikia. Yaani kile unachokisikia kila wakati mwisho utaishia kukiamini, hata kama unakijua ni uongo. Yaani unajua kabisa hiki ni uongo, watu wanakuambia Pi itakuwa na price mbili, itakuwa na bei mbili, bei ya huku na ya huku, na wewe unajua kabisa ni uongo. Utaisikiliza, baadaye utafika mahali utaiamini. Achana na hayo. Ukiona mtu anakulisha hayo mambo yasiyo sahihi, wahi mapema, jiondoe kwenye hayo magroup, wahi mapema, jiondoe kwenye kusikiliza mafundisho ya uongo, usije kaharibu fikra zako. La mwisho kabisa, chimba Pi kana kwamba haina pa kwenda. Yaani tulia kimya, achana na kelele, chimba Pi kwa uaminifu, fanya mambo yako mengine kana kwamba Pi haipo.
Kama ni biashara, fanya biashara. Kama ni ajira, fanya ajira yako. Huku unachimba pai kwa uaminifu. Ikiwa tayari umejielimisha, unaendelea kujielimisha, umejiondoa kwenye hizo kelele zinazoleta taharuki, aendelea kuchimba pai kana kwamba haipo, alafu uwe bize na mambo yako mengine ya maisha. Narudia ushauri wangu ambao nimeendelea kuutoa siku zote, kwa sababu nimesema na narudia kusema, ni mjinga tu anayekuja kukuaminisha kwamba pai itaingia open mainnet tarehe 30 mwezi wa 5, alafu anakuaminisha, anakupampa. Huyo ni, kama sio mjinga, basi ni mwerevu anayetaka kukutapeli. Unajua kwa nini? Mtu akikuwekea ultimatum ya aina hiyo, anataka ufike mahali, ikitokea haijawa hivyo, uvurugikiwe, upate taharuki, uanze kukata tamaa na umuuzie hizo pai zako kwa bei che. Yeye azimiliki. Mimi sitaki. Pioneers wote nimekuwa mstari wa mbele nikihamasisha, tuaminini kwamba pai itaingia open mainnet hivi karibuni, lakini usiweke miguu yako yote kuamini hivyo. Ikitokea ijawa hivyo, uendelee kuwa na stamina ya kusubiri zaidi. Ndio maana niliwapa dalili na ishara zinazoonyesha pai today tarehe 28 mwezi wa 6 kuna uwezekano wa sisi kwenda open mainnet. Nimesema a possibility, sijasema tutakwenda, nimesema kuna uwezekano, lakini nikatoa tahadhari pia, kuna uwezekano tusiende, ikaahirishwa na ikawa hata mwakani, hata miaka miwili mbele. Sasa ndugu zangu, hekima na busara zinataka hivi: wakati tunaendelea kujiandaa kwa open mainnet, tafuta mambo mengine ya kujihusisha nayo, ili hata ikitokea tujaenda open mainnet ndani ya miezi kadhaa, ndani ya mwaka mmoja, ndani ya miaka miwili mitatu, mambo yako mengine, miradi yako mingine, shughuli zako zingine zinaendelea kukuzalia na maisha yanasogea. Nilisema tena na tena na narudia leo bila haya, laiti ingewezekana hawa watu watoe shuhuda. Kuna watu wengi kwenye magrupu mengi ambao nimewasaidia, nimetoa kwa kujitolea, sio kwa sababu kuna kitu ninakipata. Hapana, kwa kujitolea. Nakaa na mtu darasani lisali moja, nusu saa, ninamfundisha kwamba kuna fursa hii unaweza kufanya, kuna fursa hii unaweza kufanya, kuna fursa hii na hizo ninazowafundisha sio kwa sababu eti ni miradi naweza kuwaingiza mimi nikapata commission au network marketing. Hapana, no, sio hiyo kabisa. Ni vitu ambavyo mimi kwa elimu yangu na exposure yangu na experience yangu ninajua kwamba digital space ina fursa nyingi sana. Yani digital space, yani huku mtandaoni ambako ndo wengi mascammers wengi wanapenda. Ukipata mtaalamu mzuri, ukapata mentor mzuri, siogopi kujipiga kifua na kujipigia debe kwamba naamini mimi ni mmoja wapo wa mentors wazuri. Siamini kama mimi ni mbaya, kwa sababu nilishapita zama zile za kupigwa. Nilipigwa miaka ile nikipambana kutafuta digital space, nitatoka vipi, miaka ile 2013, 14, 15 kuendelea. Nilishapigwa sana, nilishaingia mikononi mwa mascammers wengi, nikaingia gharama kubwa ya kupoteza, lakini nimeshavuka hizo level. Nimekuwa pia mtu ambaye nimeenda shule, nimesoma masuala ya uwekezaji, najua. Kwa hiyo ninapoanza kudeal na masuala haya kwenye digital space ya uwekezaji, ninachukua tahadhari zote. I do my research. Mimi sichukulii kitu hivi bila kufanya research. Nina follow up, nafanya due diligence ya kutosha. Kwa hiyo ninapomchukua mtu ananiambia nina milioni 1 yangu hii, nina milioni zangu 5 hii, na milioni zangu 10, 20 hizi hapa, natafuta tu mtu aniongoze namna ya kuwekeza ili nisipoteze. Ndugu zangu, achana na hizi scammers za kukuambia sijui weka hapa kwa wiki utapata hiki, weka hapa kwa mwezi utapata hiki. Nani alikwambia investment, real investments? Unatamani quick fix uchukue milioni zako 3-4 uweke mahali eti zidabo ndani ya mwezi zimesha dabo, na kuhakikishia huo ni utapeli. Na ukienda huko usije ukalaumu kama ukujua, huo ni utapeli. Hakuna real investment. Utachukua milioni zako 5 usiweke eti mwezi mmoja au miezi miwili imesha dabo. Wewe unatafuta kutapeliwa wewe. So mimi, kwa sababu haya yote nayajua, I've become a mentor. Nimekuwa nikimentor watu wanapata mafanikio kwenye digital space. Inatengeneza matajiri wengi sana. Sasa wakati tunasubiri hii game changer ya pai itupeleke kwenye Kanani yetu,
ndugu zangu. Na hata kama basi hii pai na yenyewe itamachua kwa haraka, hata hizo za pai utahitaji kuziwekeza vile vile. Hakuna tajiri anayetoshekaga hela. Umepata pai zako 100, 200, sawa, ni nyingi, lakini bado nitakufundisha namna ya kuzichukua hizo pai, unazipeleka kwenye unaswap kwenye coin zingine, unaweza ukaziwekeza kwenye digital space na ukaendelea kuongeza utajiri wako. Hayo yote yanawezekana. Kwa sasa hivi una milioni yako moja, una milioni 2, una milioni 5, 10, 20, 50, unasema nataka Prophet nielekeze, niweke wapi? Nitakuonyesha kwenye digital space fursa zilizopo. Lakini usije ukitarajia eti utakuja na milioni zako 2, 3 uweke ndani ya miezi 2, 3 imesha double. Hapana, nitakudanganya. Hiyo ni scamming, hiyo ni fake na utaliwa. Lakini kama kweli genuinely unataka kupata namna ya kuongeza pesa yako kidogo ulionayo isipotee kwenye digital space. Nazungumza digital space, sitakushauri kwenda kununua hisa sijui za kampuni gani. No. Kwenye digital space kuna fursa nyingi sana, hasa kwenye blockchain technology. Ziko fursa nyingi, na kwingine kuna masoko mengi ambayo yanaweza kutengeneza mabilionea kama utaamua kutulia chini na kuelekezwa. Nimefanya hivyo kwa watu wengi. Narudia tena, ikiwa kuna mtu nia yake ni hiyo, nitakusaidia. Mimi ni Prophet Abraham Laizer. Mwenyezi Mungu akubariki na tuendelee na mradi.